Ghafla akayatoa macho kwa mshangao pasina kuamini kile akionacho. Bado Mary hakujua kinachoendelea kwa kuwa pale anapimwa ukimwi. Naam, hapa ndipo tulipoishia sehemu ya 3 ya simulizi yetu mpya kabisa inayokwenda kwa jina la Morose, ikiwa imebeba maana halisi na tafsiri katika lugha ya Kiswahili inayomaanisha chuki. Naam, mimi ni Kaniban Ahmad ambaye ninakuingizia vocal na sauti ya mamlaka niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Nami namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uwezo huo ambao unanifanya niendelee kutaraddadi katika ulimbo wa simulizi. Lakini pia tumshukuru mwandishi wetu mpendwa kabisa, nguli katika uandishi, lakini ni gwiji wa magwiji. Huyo si mwingine ni Zuberi Maruma, ambaye tunaweza kumpata kwa namba za simu 0673 56 45 mwisho ni 53. Naam, songa nayo sehemu ya 4 baada ya kusikiliza sehemu ya 3 ya simulizi yetu mpya kabisa tamu yenye kunoga ya kijana kutoka mjini ambaye anakwenda kwa jina la Eric Sergeant. Naam, sasa songa nayo sehemu ya 4. Upande wa pili. Uzito wa mapenzi ulizidi hisia za Gaspar tangu Rosie amwache. Tena na vile Rosie alimwacha bila sababu, amani ilikaa pembeni ya moyo wake. Mawazo, chuki yalikuwa ndiyo maliwazo yake. Alimfikiria sana Rosie wake. Alimwacha kipindi ambacho bado alikuwa akimpenda. Bado alikuwa akimhitaji sana. Aliwaza hili, hakulimaliza, akawaza lile. Kila alichowaza hakukipatia majibu. Mwisho akaamua achunguze ni kwa nini Rosie amemwacha. Alijua lazima ni wazi kuna jimwanaume litakuwa limempokonya mpenzi wake. Akaapa kuchunguza mpaka kumtambua, na aliapa kutangaza chuki kwa yule atembeaye na mpenzi wake. Wakati akiwa katika mawazo yake, ghafla akashtuka baada ya kumuona Rose kwa mbali akiwa anakuja usawa wa pale nyumbani. Mapigo ya moyo yakaongeza kasi ya upigaji. Moyo ukaanza kumwenda mbio. Yamkini bila tahsis alimpenda sana binti yule. Je, safari hii alikuwa akija kumwambia nini tena? Alikuwa akija kumtukana tena? Basi akakumbuka matusi aliyompromoshea akimwambia akae mbali na yeye. Sasa anachomfuatia ni kitu gani? Ghafla hasira zikawa zikimpanda, ila hasira zote ziliyeyuka baada ya Rosie kumfikia na kumpigia magoti huku machozi yakimtiririka. Nisamehe mpenzi wangu. Eric akapikicha macho yake kutoamini kile akionacho. Upande wa pili. Macho yake makali akazidi kuyakaza kuangalia kipimo kile ambacho mshale ule mwekundu wa katikati ulielekea chini, yaani negative. Hiyo ilimaanisha Mary ni mzima. Akashindwa kukizuia kicheko chake na kumkumbatia Mary kwa nguvu, lakini binti huyo alikuwa katika bumbuazi isiyokuwa na majibu. Eric alikumbuka mbali sana. Alikumbuka wakati Rosie rafiki yake mkubwa Mary alipomwambia na kumhakikishia kuwa Mary ni muathirika. Mzima mpenzi wangu, hujaathirika. Mary na amani sasa ya moyo, lazima tufunge ndoa haraka sana. Mary akazidi kuduaa. Sijaathirika mimi, ni mzima kivipi? Kagunduaje? Ina maana Eric kanidanganya kwamba tunakula kiapo, kumbe ananipima ukimwi. Japo matokeo mazuri yalitoka, lakini moyoni mwake hakukuwa na amani. Binafsi aliamini ukimwi unapimia hospitalini. Ile ilikuwa ni surprise iliyoumiza moyo wake. Alinyong'onyea kiukweli.
Sikutegemea kama ungenifanyia hivi Eric. Kwa sauti ya upole Mary akaongea. Eric akastuka. Sorry mpenzi wangu. Nilitaka tu nijue afya yako, na hata kama ungekuwa umeathirika nisingeweza kukuacha Mary, nakupenda sana. Bahati ipo kwetu, mzima my love. Hapana Eric. Ni furaha kwa upande wako, ila kwangu sijafurahia hili. Hukuniamini, kwa nini uniongopee? Kama mtoto nilisema sitaki kupima, kwa nini unipime kwa nguvu? Hapo ndipo Eric alipojua ana kibarua kizito kumrudisha mpenzi wake katika hali ya kawaida. Ikabidi aanze kwa kumuomba msamaha. Nisamehe Mary. Najua nimekukwaza. Tambua mimi ni binadamu, si malaika, sijakamilika. Sikujua kama nitakukwaza mpenzi, nisamehe my love. Basi Eric aliomba kwa unyenyekevu. Mary akamwonea huruma kijana yule. Nimekusamehe Eric, nakupenda sana. Eric hakuamini, wakakumbatiana kwa nguvu. Furaha ikionekana katika nyuso zao. Mary akakishika kile kipimo na kukitazama kwa sekunde kadhaa, usoni akiwa na tabasamu zito kweli kweli. Kwa hiyo mpenzi wangu, mimi ni mzima, sina ukimwi? Akauliza kwa furaha. Ndiyo mpenzi, wewe ni mzima, haujaathirika. Japo baada ya miezi 3 ya kupasa ukapime tena. Safari hii itakuwa tayari mke wangu, utaenda kupima hospitalini. Tena, jamani. Usiogope mpenzi wangu. Unajua ni bora kuijua afya yako, kuishi kwa matumaini ukitumia dawa kuliko kuishi na virusi pasina kujitambua. Pindi ukipata magonjwa nyemelezi hayakawii kukuondosha katika ulimwengu huu. Lakini kweli, sasa hapa mpenzi, umejuaje kama nimeathirika? Unaona huu mshale mwekundu hapa katikati ulioelekea chini? Kwenye hii toa basi yu mzima. Ungekuwa na maambukizi ungeelekea juu. Kwani mpenzi, hiki kifaa kinatambuaje sasa kama mtu ana ukimwi au hana? Ni mambo ya wazungu. Wanajua jinsi walivyoviunda wenyewe bana. Nami nataka nawe ujipime, nijue afya yako. Mary akaongea akizidi kukichunguza kile kipimo. Eric akaachia tabasamu na kufungua drawer ndani ya gari yake. Akatoka na kipimo kingine sambamba na pini ndogo. Akajichoma kidoleni na kunyunyizia damu yake katika kidude kile. Wote wakawa makini kuangalia mshale ule ungeelekea wapi, na kwa bahati nao ukaelekea chini. Eric naye alikuwa ni mzima, wakakumbatiana na maongezi baina yao yakafuatia. Tunarudi upande wa Gaspar. Uso wake wote uliloa machozi. Gaspar alilia mapenzi yake. Rose, kwa nini uliamua kuniacha Rosie? Gaspar aliuliza huku bado machozi yakizidi kumchuruzika. Shetani tu mpenzi wangu. Nami nimegundua hilo, sitokuacha tena. Nisamehe sana mpenzi wangu Gaspar. Inuka Rosie, inuka. Nimekusamehe. Lakini Rosie, unajua umenitesa kwa kiasi gani mpenzi wangu? Unajua niliwekeza nguvu kiasi gani katika mapenzi yangu kwako? Kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Unajua umeniliza na kuutesa moyo wangu kwa kiasi gani Rosie? Ulitaka kunifanya nijutie na kuiona dunia ni mbaya sana Rosie. Wewe ndio chaguo langu. Kwa nini uliamua kuniacha Rosie? Nimekusamehe by the way, lakini naomba uniahidi leo hutokuja kufanya kitu kama hiki ulichonifanyia leo. Umenitoa machozi Rosie, lakini si kwamba nalia labda nikiwa napenda. Nalia ni kwa sababu nimeumia. Na nalia ni kwa sababu mapenzi yangu kwako ni mazito.
Mapenzi yangu kwako hayaelezeki Rose. Usije ukanifanyia tena hivi, nakupenda sana. Rose akainuka na kumfuata mpenzi wake, wakakumbatiana. Kila mmoja alilia kwa upande wake. Mchomo mkali wa maumivu ulikichoma kifua cha Jasper. Alimpenda sana binti huyo. Alimpenda kutoka ndani ya moyo wake. Sasa alielekea huyo. Alimpenda kutoka ndani ya moyo wake sana. Sasa alielekea kufarijika baada ya Rose sasa kurejea katika mikono yake. Hakuelewa analia nini. Je, ni furaha au ni majonzi? Bila shaka alilia machozi ya furaha. Lakini akiwa katika kilele cha furaha yake ile, ghafla akashtuka baada ya kumuona mpenzi wake kanyamaza ghafla kulia. Yamkini alikuwa akishangaa kitu. Akamwachia na kutazama nyuma kule ambapo mpenzi wake alikuwa akiangalia. Naam, ilikuwa ni gari ya Eric ikija kwa kasi sana. Eric karudi? Rose akajikuta akiuliza kwa sauti kubwa iliyopenya mpaka katika masikio ya mpenzi wake Jasper. Jasper akaduaa na kujua mpenzi wake anamaanisha nini. Kwani hakuwa na taarifa ya Eric siku iliyopita kwenda mjini? Karudi? Karudi kutoka wapi? Ji akauliza kwa mshangao, lakini Rose hakupata wasawa kumjibu. Tayari gari ile ikiwa imeshawafikia, na mlango wa gari ile ukafunguka. Upande wa dereva akashuka Eric na upande wa kushoto akashuka Mary. Mchomo mkali maumivu ukamchoma Rose, mwili ukaanza kumtetemeka. Hasira zikaanza kumpanda. Ilikuwa kama kaibiwa bwana vile. Ukistaajabu ya Musa kwa hakika utayaona ya Firauni. Rose baada ya kuona Eric na Mary alibaki amewatumbulia macho akiwashangaa, tena kwa macho makali yaliyojaa ghadhabu na chuki. Lakini ghafla akawa kama kazinduka. Akaificha chuki aliyokuwa nayo, akaachia tabasamu la kinafiki. Eric, umerudi. Nilijua ndio umeondoka kimoja. Akaongea kwa unafiki akielekea kuwakaribisha. Mary rafiki yake ambaye hakujua kilichopo ndani ya moyo wa rafiki yake yule akadakia. Karudi shoga, nilijua nimeachwa mwenzako. Mary akajibu kwa furaha. Maongezi baina yao yakafuatia na Eric akaeleza lengo la kumtembelea G pale ni kuhitaji awe mshenga wake. Hawakujua ni kwa kiasi gani maongezi yao yanamuumiza sana Rose. Basi hamna shaka rafiki yangu. Mimi nitaenda kwa mzee Mwaleka na mzee Mashaka. Nitawaomba kwa pamoja twende nyumbani kwa bimwa mkuu kupoza kila kitu. Kitaenda vizuri bestie. Eric alifurahi kusikia vile. Wazee wale waliheshimika kijijini pale. Walikuwa ni wazee waliojaa hikma na busara. Kijana yule alifurahi sana, akachomoa waleti yake na kuchomoa noti kadhaa za shilingi 10,000 akamkabidhi G ambaye ni Jasper rafiki yake. Sikiliza brother. Hii mtajua jinsi ya kugawana na wazee, na kila kitakachoendelea usisite kunijulisha rafiki yangu. Sawa? Jasper kijana aliyetegemea ukulima ambao kila siku ulimtupa chini pasipo kumthamini, alizishika zile hela huku mkono ukimtetemeka. Kwa kipindi hicho na shida za kijiji kile zilikuwa ni hela nyingi sana. Baada ya hapo Eric na kipenzi chake Mary wakaaga. Wakiwa wameshikana mkono wakarudi ndani ya gari lao, wakiacha moyoni mwa Rose kukichomeka na kufuka moshi kabisa. Alitamani sana kuipata nafasi ile. Si kwamba alipenda tu utajiri wa kijana yule, no. Pia utanashati wa Eric ulikuwa ni mkuki uliokita katikati ya moyo wake na kumpeleka maumivu tele. Alivutiwa naye sana. Aliapa kumpata. Na kama alitaka kumpata, ilimpasa asiende spidi. Alijua kwa pale alishapigwa bao, ila si kwamba alikubali ameshindwa, hapana.
Bado chuki ya Mary juu ya Mary iliendelea kuutafuna moyo wake. Na kwa kuwa aliutumbua udhaifu wa Mary kwa wanaume, aliapa kuutumia udhaifu huo kumnasa Eric. Kunguru hafugiki kamwe. Eric hataweza kumbadilisha, wacha waoane. Lakini siku moja lazima mimi nitakuwa mmiliki wa penzi la Eric. Kosa moja, goli moja. Aliwaza Rosie huku moyoni mwake chuki juu ya Gaspar ikiwa imerejea kama awali. Ila hakutaka kuionyesha kusudi kutokuharibu mchezo aliyokuwa akienda kucheza. Ndani ya gari wote walikuwa kimya, kila mmoja aliwaza lake katika kichwa chake, ila kimya kile kikakatizwa na Eric. Sasa umeamini mpenzi kwamba nakupenda na lengo langu uwe mke wangu, mama wa watoto wangu? Ndiyo. Nimeamini Eric, nami nakupenda pia. Sikutegemea kama kweli ungenioa na kuwaacha wanawake wote wazuri wa mjini na wa huku kijijini. Sikiliza Mary, ni hisia zangu tu. Toka mara ya kwanza kisimani pale, unakumbuka? Nilipokuona uliuteka moyo wangu sana. Nikaapa uwe wangu. Mengi nilisikia juu yako, ila sikuyaweka kichwani kwa kujua ni usichana tu, utayaacha na utakuwa mke mwema. Kweli mpenzi, naahidi kukupenda daima na kukulinda. Sitakusaliti kamwe. Nitakufanya uwe na furaha na usijitie kwa chaguo ulilolichagua. Mary aliongea kwa sauti ndogo, sauti iliyojaa mahaba, iliyokuwa hata na uwezo wa kumtoa nyoka pangoni. Sauti iliyompa faraja Eric. Maongezi ya kufarijiana na kupeana ahadi yaliendelea. Yalikuja kukoma walipofika karibu na nyumbani kwa kina Mary. Ikabidi Eric asimamishe gari na kufungua mlango. Mary akashuka kisha wakaagana. Sikiliza, umwambie mama muda wote ajiandae kupokea wageni, watakuja. Sawa mpenzi wangu? Sawa mpenzi, nitamwambia. Bye. Asante mpenzi wangu. Eric akaitikia akiliwasha gari lake na kuondoka. Kwa upande wa Gaspar, alienda kuona wazee wale wawili ambao aliwafinyia hela kidogo, wakakubali. Kesho yake wakaelekea nyumbani kwa bima mkuu ambaye alifurahi kuuona ugeni. Maongezi yakafuatia. Maongezi ambayo yalifungua rasmi mipango ya harusi na kila kilichohitajika Eric alikipeleka kwake. Pesa haikuwa tatizo kabisa. Na hatimaye hayawi sasa yakatimia. Harusi kubwa ikafungwa kijijini pale. Harusi iliyoacha historia ya aina yake kijijini pale, kwani hakukuwa na asiyemfahamu Mary. Wengi walishangazwa na maamuzi ya Eric, ila Eric alishaamua na sasa walikuwa ni mtu na mke wake. Hayawi sasa yamekuwa. Besti, sasa msimnichukue nikawe hata mfanyakazi wenu. Rosie baada ya kila mbinu kugonga mwamba na wapenda nao kuuana, akaamua kutupa kete yake ya kwanza. Mary alimwamini sana Rose na wala hakuwa na shaka naye. Hakujua kuwa yule ni shetani atakaye kulinyonya penzi lake. Shosti, Gaspar atakubali ukae mbali naye kwa anavyokupenda kweli? Rosie akakunja mdomo. Shosti, haya ni maisha yangu. Angenipenda angeshanioa. Yeye anataka kunichezea tu. Wewe ongea na shemu. Hata mkinipa shilingi 10,000 kwa mwezi, mimi sawa tu. Ili mradi niwe karibu na nyinyi. Unajua ninavyokupenda shoga yangu. Nakupenda sana. Alafu hii kapo mimi nimeipenda sana. Natamani niwe upande wenu tu. Sawa shoga, hilo niachie mimi. Siwezi kukutupa shoga yangu. Mimi na wewe tena. Kisha wakaachia kicheko na kucheka. Pasina kujua Mary akaenda kuongea na Eric, ambapo Eric alishtuka kusikia jambo lile. Tayari toka awali tu alishamtilia shaka shemeji yake huyo. Lakini Mary alizidi mtetea, mwisho Eric akakubali. Wasafiri naye akawe house girl. Wao kwa malipo ya 1,500 kwa mwezi
Kwa Rose hii ilikuwa ni hela kubwa ambapo aliapa kuitumia kumnasa shemeji yake. Pasina wao kujua, Rose alikuwa akienda kuwa mwiba katika mahusiano yao. Now, unafikiri nini kitaendelea sehemu ya 5 ya simulizi yako pendwa kabisa inayokwenda kwa jina la Morose, yani Chuki? Naam, nikusihi ewe msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, kama haujaweza kusubscribe channel yako pendwa kabisa ya Ulimbo wa Simulizi, tunakuomba kwa upendo kabisa, na basi kama watujali, bonyeza alama ya neno subscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kuwa mtu wa kwanza kupata notification pindi tunapoweka video zetu kwa mara ya kwanza kabisa. Na mimi ni Kaniban Ahmad, ambaye unaweza kunipata kwa namba za simu 0717 72 21 81. Lakini pia mwandishi na nguli katika uandishi ambaye ameandika simulizi yako pendwa kabisa ambayo tunaendelea kutaraddadi nayo katika Ulimbo wa Simulizi, si mwingine ni Zuberi Musa Maruma, ambaye unaweza kumpata kwa namba za simu 0673 56 45 na mwisho ni 53. Na bila kusahau, naomba usikose sehemu ya 5 ya simulizi yako pendwa kabisa ya Morose, yani Chuki, ili kujua nini ambacho Rose atakifanya, na je, Rose atafanikiwa katika lengo lake la kuachanisha Mary na Eric? Na ungana nami katika sehemu ya 5, na hii ni sehemu ya 4 imefikia mwisho. Asante na chao.